Sura ya 16. Kutafuta uhuru katika nchi mpya. Ingawa mamlaka na mafundisho ya Rumi yalikataliwa, lakini kawaida nyingi za imani yao ziliungwa na kuendeshwa katika ibada ya kanisa la Anglikani. Ilidaiwa kwamba mambo ambayo hayakukanushwa katika Biblia hayakuwa na ubaya wowote. Kule kushikilia kawaida nyingi za Rumi kulipunguza mtengano uliopo baina ya kanisa la matengenezo na Rumi, na ikahimizwa kwamba kwa kufanya hivyo watazidi kuingiza kanuni za matengenezo zikubaliwe na Rumi. Watu wengine hawakukubaliana na mawazo hayo. Waliona kuwa kawaida hizo ni alama ya utumwa ambao walipigana ili kujiondoa humo. Hawawezi kuzikubali ziingie katika ibada zao. Walisema kuwa Mungu amepanga kanuni za kufuatwa katika ibada ambazo zimeandikwa katika neno lake, na ya kwamba watu hawana ruhusa ya kuongeza mambo yao juu ya kanuni hizo wala kuondoa mambo mengine. Rumi ilianza kwa kukataza mambo ambayo Mungu hakukataza na ikaishia kwa kukataza mambo ambayo Mungu aliamuru yafanyike. Watu wengi waliona kuwa kawaida hizo zinafuatwa na kanisa la Anglikani ni ukumbusho wa ibada ya sanamu, na kwa hiyo hawakubaliani na ibada ya namna hiyo. Lakini kanisa hilo likiungwa mkono na serikali likasisitiza kuwa mambo yawe hivyo tu na ibada iwe kama inavyoendeshwa na kanisa la Anglikani. Mtu akikaidi, adhabu ni kifungo, kutiwa kizuizini au kufa. Wapuritani hawakuweza kuona uhakika wa maisha yao kwa siku za mbele, kwa vile walivyokuwa wakiwawinda kila mahali, wakiteswa na kufungwa ovyo magerezani. Wengine walitafuta makimbilio katika nchi ya Uholanzi, walisalitiwa na kutiwa katika mikono ya adui zao, lakini kwa juhudi na uvumilivu walifaulu, wakapata hifadhi katika pwani za watu ambao ni marafiki. Walikuwa wameacha nyumba zao na mali zao pia. Walikuwa wakimbizi katika nchi za kigeni, wakilazimika kufanya kazi ngumu ili wapate chakula, lakini hawakuishi kivivu au kwa manunguniko. Walimshukuru Mungu kwa ajili ya baraka walizopata na furaha ya ushirika waliopata bila masumbuko yoyote. Mungu alitawala mambo. Wakati mkono wa Mungu ulipoonekana ukiwaonyesha nchi iliyoko ng'ambo ya bahari, ambayo itakuwa makao yao ya amani na uhuru, itakayokuwa urithi wa watoto wao wenye uhuru wa dini waliofuata maongozi yao, mateso na kufukuzwa vilifungua njia ya uhuru. Wapuritani walipolazimika kuachana na kanisa la Kiingereza, walijiunga wenyewe kwa kiapo kwamba watakuwa watu huru watakaotafuta njia ya Bwana kadri walivyofunuliwa katika maandiko matakatifu. Hapo ndipo palipokuwa kanuni hasa za Kiprotestanti. Wakiwa na maazimio hayo, wasafiri hawa waliondoka Uholanzi kwenda kutafuta makao mapya katika nchi mpya. Mchungaji wao aitwaye John Robinson, katika ujumbe wake wa kwaheri kwa wakimbizi hawa, alisema, na waageni mbele za Mungu, mbele za malaika zake watakatifu, kuwa msinifuate zaidi ninavyomfuata Kristo. Ikiwa Mungu atawafunulia jambo jipya kwa njia yake mwenyewe, lipokeeni kwa moyo jinsi mnapopokea mambo katika huduma yangu, maana nina matumaini kwamba Bwana anao ukweli mwingi zaidi ambao atawafunulia katika neno lake takatifu. Kwa upande wangu, sitaomboleza hali ya makanisa ya matengenezo kiasi cha kutosha, ambao kwa wakati huu hawatakuwa na vyombo vya matengenezo ya kanisa. Walutheri hawawezi kuvutia kuwa namna nyingine zaidi ya ile ya Luther aliyoiona, na wafuasi wa Calvin, mnaona, wanasimama pale walipomwacha, na mtu huyu wa Mungu ambaye hakuona mambo yote vile vile, ingawa katika nyakati zao walikuwa uhuru waking'aa, na hata hivyo hawakufunuliwa mambo ya Mungu yote. Kama wangekuwa wangali hai leo, wangekuwa tayari kupokea mambo zaidi kama walivyokuwa hapo mwanzoni. Kumbukeni ahadi zenu na agano lenu na Mungu na mapatano yenu ninyi kwa nyinyi, kwamba mtakuwa tayari kupokea ukweli wote utakaofunuliwa katika neno lake. Walakini na watahadharisha kwamba chochote mpokeacho kuwa ni kweli, kichunguzeni na kukipima kwa njia ya neno takatifu la Biblia, mkilinganisha andiko na andiko kabla mjalipokea. Maana haiwezekani kuwa Ukristo utoke katika giza la kumpinga Kristo. Ujuzi wa kweli utajidhihirisha. Hamu ya uhuru wa dhahiri iliwachochea wasafiri hao kuvuka bahari, wakivumilia shida na kupambana na matatizo ya jangwani ili kuweka msingi halisi wa taifa. Hata hivyo, wasafiri hao hawakufahamu kanuni za uhuru wa dini, uhuru ambao walijitokeza kuupata. Hawakuwa tayari kuuachia. Makosa ya upapa ambayo yalikuwa ndiyo shina la uovu wao. Anataka kanisa litawale dhamiri za watu na kwamba mpigaji yoyote aadhibiwe. Watengenezaji wa kuachana na kosa hilo la Rumi na kutovumilia giza nene la makosa ambayo Rumi imeanzisha halikufutika kabisa. Aina ya utawala wa kanisa ulianzishwa na wananchi. Mahakama yalipewa uwezo wa kuadhibu wapingaji wa mambo ya dini. Kwa hiyo kanisa lilikuwa na uwezo kama ule wa serikali. Hali hii ilileta mateso. Roger
Roger Williams. Roger Williams alisafiri nchi mpya ili kuufurahia uhuru wa dini sawa kama wasafiri wengine waliomtangulia, lakini aliona kuwa uhuru huu ni haki ya kudumu kwa wote. Hilo lilikuwa jambo ambalo watu wengi walikuwa hawajaliona. Williams alikuwa mtafuta ukweli hasa. Alikuwa Mkristo wa kwanza zamani hizi aliyebuni serikali ya kiraia yenye misingi ya uhuru wa dhamiri. Alisema hakimu au watu wanaweza kuamua mambo ya mpasayo mtu amtendee mwenzake, lakini wanapojaribu kuingilia mambo ya mpasao mtu amtendee Mungu, hapo huwa wamepoteza kabisa, wala hakuna usalama. Maana ni dhahiri kuwa kama hakimu akiwa na uwezo anaweza kutunga mawazo au imani kuhusu leo na kutunga wafalme wengi, na ilivyokuwa ikifanywa na mapapa na mabaraza ya kanisa la Rumi. Mahudhurio katika kanisa ilitolewa adhabu ya faini au kifungo kama mtu akufuata kanuni za kanisa sawasawa. Williams alisema kuwalazimisha watu wasiokuwa na dhehebu moja nawe ili kufuata dhehebu lako ni kuvunja uhuru wa dhamiri ya mtu na kumlazimisha mtu aabudu bila hiari yake, ambayo ni unafiki mtupu. Mtu yoyote asilazimishe kuabudu bila hiari yake. Roger Williams aliheshimiwa, walakini msisitizo wake kuhusu uhuru wa dini haukupendwa. Ila kuepuka asikamatwe, ililazimika kutoroka wakati wa baridi kali na dhoruba. Akakimbilia katika msitu mnene. Asema, kwa muda wa majuma 18 nilihangaika msituni katika baridi bila kula wala kulala, lakini kunguru walinilisha jangwani na uvungu wa mti ulikuwa maficho yangu. Aliendelea na mahangaiko yake katika barafu msituni mpaka kafikia kwa Mhindi mmoja aliyemhurumia na kufanya naye urafiki, akamtunza. Aliweka msingi wa kwanza wa serikali ya kisasa ambao hutambua uhuru halisi ya kwamba kila mtu budi amwabudu Mungu kwa hiari ya moyo wake, sio kulazimishwa. Kisiwa chake kidogo alichokuwa kikitawala, yaani Rhode Island, kiliendelea na kustawi mpaka kanuni zake za uhuru wa dini na wa mtu binafsi zikawa msingi halisi wa serikali ya Marekani. Mkataba wa uhuru. Tamko la tangazo la uhuru wa Marekani lilisema, tunashikilia kweli hizi ziwe mashahidi, na ya kwamba watu wote waliumbwa kwa usawa. Kila mtu alipewa na muumba wake haki fulani ya kudumu. Baadhi ya haki hizi ni uzima, yaani maisha, uhuru na starehe, yaani furaha. Katiba inatoa haki ya hiari ya kila mtu, yaani kutoingilia dhamiri ya mtu. Bunge halitatunga sheria yoyote ikiegemea upande wa dini au kiunga mkono dini yoyote au kukataza dini yoyote. Waundaji wa katiba walielewa kanuni za utu, kwamba uhusiano wa mtu na Mungu wake hauingiliwi na sheria yoyote, na ya kwamba hiari yake ni ya kudumu, haingiliwi na chochote. Habari zikaenea Ulaya nzima kuwa nchi ya Marekani kila mtu yu uhuru kufurahia matunda ya kazi yake bila kuingiliwa, na kila mtu hufuata jinsi dhamira yake inavyomwongoza. Kwa hiyo watu maelfu walifurika kwenda nchi mpya. Kwa muda wa miaka 20 tangu wasafiri wa kwanza walipofika Plymouth 1620, watu maelfu wamehamia New England, yaani Marekani. Hawakukaa na kutapatapa, ila kila mtu alishika jembe na kulima na kupata mavuno ya kazi yake. Walivumilia upungufu wa vitu walivyoacha Ulaya bila manung'uniko, wakithamini mti wa uhuru wao kwa machozi na kwa jasho la uso. Waliendelea mpaka mafanikio makubwa yakatokea. Ukuu wa ukweli na usalama wa taifa. Kanuni za Biblia zilifundishwa nyumbani, shuleni na kanisani. Matunda yake yalionekana maishani mwa watu wakiwa waangalifu, wenye maarifa, wanyofu, wenye kiasi. Mtu alimaliza mwaka mzima bila kuona mlevi wala mfedhuli au kuona mtu akiombaomba barabarani. Kanuni za Biblia ndizo usalama wa kweli kwa ustawi wa taifa. Mahamio mapya yalikuwa na hali ya ufukara, yaligeuka kuwa nchi zenye ustawi mkuu, na ulimwengu uliona ustawi wa kanisa bila kuwa na papa na serikali bila kuwa na mfalme. Lakini ongezeko la watu huko Marekani lilikuwa na nia tofauti na ya wale wasafiri wa kwanza waliohamia huko. Ongezeko la watu lilikuwa na nia ya kutafuta uchumi, mali ya dunia hii tu. Serikali ya mahamio iliruhusu tu washiriki kupiga kura, kuwaweka Wakristo tu katika madaraka. Hali hiyo ilikubaliwa na kutunza serikali iwe na watu waaminifu, lakini matokeo yake yakawa kuchafua kanisa. Watu wengi walijiunga na kanisa, lakini wakiwa wakafiri. Hata katika waongozi wa kanisa walikuwepo wasiokuwa waongofu. Tangu siku ya Konstantini mpaka leo, jaribio la kutaka msaada wa serikali katika kuendesha mambo ya kanisa, ingawa inadhaniwa kuwa ni kuuvuta ulimwengu uje kanisani, lakini ukweli ni kulivuta kanisa liende ulimwenguni. Makanisa ya Kiprotestanti ya Marekani, hata yale ya Ulaya, yameshindwa kuendelea katika njia ya watengenezaji wa kwanza. Watu wengi wanafanana na Wafarisayo wa wakati wa Kristo au Warumi siku za
Martin Luther kwamba wanaamini jinsi ya baba zao walivyoamini. Makosa na ufedhuli vinaendelea katika imani zao. Baadaye matengenezo yalizimika polepole mpaka ikawako haja ya kuwa na matengenezo katika makanisa ya Kiprotestanti sawa na makanisa ya Kirumi wakati wa Luther. Wakati huo mawazo ya kibinadamu ndiyo yaliyoheshimiwa kuliko neno la Mungu. Watu walikoma kuchunguza neno la Mungu, hivyo walibaki na mapokeo tu ya watu ambao hayana msingi katika Biblia. Kiburi na anasa viliingia kanisani na kuhesabiwa kuwa ni sehemu ya dini, na kanisa likaoza kabisa. Mapokeo tu ambayo yalikuwa na uharibifu yalikuwa na nguvu kanisani. Kanisa likayashikilia mapokeo hayo badala ya imani iliyokabidhiwa kwa watakatifu. Hivyo kanuni za kweli zilizowekwa na watengenezaji zikadharauliwa na kuwekwa kando.